Haleluya. Basi ni wakati mwingine wa matoleo. Kwa wale wageni, tunaanza upande wetu, tunakuja katikati, tunamalizia huko mwisho. Sadaka yetu ya kwanza itakuwa sadaka ya kawaida, tutaweka mahali hapa, na sadaka ya pili tutaweka mahali hapa kwa ajili ni sadaka ya jamii. Karibuni kwa matoleo. Kiongozi wa sifa, karibu kwa ajili ya kuomba. Anaweza
Amina. Karibu mzuri sana. Makofi hayatoshi. Makofi na vigelegele kwa ajili ya Amina. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu wetu kwa ajili ya ibada ya sifa nzuri ambayo imepita. Naamini kabisa mmebarikiwa. Amina. Amen. Na pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa kibali na neema, tuko hemani mwake tunamtukuza. Haleluya. Bila kupoteza muda, nitambue wageni ambao ni mara yako ya kwanza kujumuika pamoja nasi. Ni kuombe upunge mkono wako namna hii, nyosha kabisa hivi kama mimi, afu ni kuombe usimame hapo ulipo, fika huku mbele pia kwa ajili ya kusalimia kanisa, maana tunakupenda. Makofi na vigelegele. Na kama unaabudu wapi na kwa sasa hivi umeshukia wapi, na Mungu atakubariki. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na asante kupitia jina la Yesu aliye hai. Amen. Kwa jina langu naitwa Nuru Andagile Msajo. Nimetokea Mbeya. Nimekuja likizo kwa mume wangu, naomba upunge mkono. Nimekuja likizo, ikiisha likizo narejea tena Mbeya. Mungu wa mbinguni awabariki. Tena makofi na vigelegele kwa pia ni nafasi yako wewe uliokuwa umesafiri na umeweza kurudi ukiwa mzima. Karibu pia kwa ajili ya kusalimia kanisa kama upo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mimi nategemea kusafiri wiki hii inaanzia kesho. Naomba maombi. Kuombea. Amina. Bila kupoteza muda, nichukue responsibility yangu kuwashukuru wale wote tuliokuwepo kwenye zamu. Tumefanya vizuri. Amina. Mungu awabariki, mtalipwa msipozimia mioyo. Bila kupoteza muda, nikuombe utege sikio la haya, nimlete kwako katibu wetu aweze kuendelea na matangazo. Makofi na vigelegele. Hebu ongeza makofi mengi kwa Bwana Yesu. Jina la Bwana Yesu lihimidiwe. Amen. Nawasalimu tena kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana, nafurahi kuwaona ukiwepo nyumbani mwa Bwana. Amina, watu wa Mungu. Amen. Amina. Basi ni muda wa matangazo. Niombe utege sikio lako uweze kujua wiki hii unakuwa ina gani kwenye utumishi nyumbani mwa Bwana. Amina. Amen. Amina. Kabla sijasema matangazo yetu, nitoe taarifa. Tuna ndugu yetu Tunu Joseph amefiwa na mama yake mdogo. Hata hivyo wamesafiri kuelekea Mbeya, wanahitaji maombi yako. Amina, watu wa Mungu. Nikisema Tunu jina linakuwa geni. Amina, watu wa Mungu. Amen. Ni mume wake Mwalimu Eliza John, ndio anaitwa Tunu Joseph. Ni mshirika hapa na abudu. Sasa majina anakuwa mageni. Amina, watu wa Mungu. Ni mume wake na Mwalimu Eliza, wamesafiri wako kule na wanatarajia kuzika kesho. Wanahitaji maombi yako, mtu wa Mungu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Lingine nikumbushe kuhusu michango yetu inaendelea mahali hapa kanisani. Tunakumbuka tunao ujenzi wa fensi. Amina, watu wa Mungu. Amen. Tukatoa taarifa hapa kwamba kila mtu kiwango chake ambacho kimebaki, na tukasema kwamba unaweza ukapunguza kidogo kidogo. Yaani ukiwa unadaiwa 1,000, ukileta leo 2,000, kesho 2,000 zinapungua, watu wa Mungu. Amina, watumishi wa Bwana. Tunahitaji tuwe ndani, vichwa vyetu visionekane nje kupitia mchango wako.
pale nje tunapokea mpaka 1,000, 2,000. Amina, watumishi wa Bwana. Usije ukaja umebeba shilingi 2,000 ukashindwa kupita pale kwenye daftari. Ile inapokelewa hata kama shilingi 1,000. Kwa hiyo jitahidi, ambaye bado kiwango chako kimebaki. Ina maana bajeti yetu ilipigwa kwa kila mshirika. Kwa hiyo kama mshirika ukikwama hata kwa kupunguza, tayari tofali zako zinapungua. Amina, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo kila mtu azingatie mapatano yetu na Mungu atakubariki. Tafuta kidogo kidogo. Ukipata 1,000 lete, 2,000 lete, utakupa unadaiwa 1,500,000, utakuta unadaiwa 130,000. Mwisho unamaliza kwa kupunguza kidogo kidogo. Amina, watumishi wa Mungu. Na mima pia. Yaani unapoweka bajeti nyumbani, sio tunaweka bajeti za mboga na ugali. Ina maana na bajeti ya kanisani hivyo hivyo. Aisha kwamba napoenda kanisani kuna sadaka, kuna mchango wa fedha, kuna mchango wa mima, gawa 500. Amina. Ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Amina, watumishi wa Mungu. Amen. Na unapokuja kama unajua bado unadaiwa fedha, usitupite. Maelezo yako ni ya muhimu sana kwamba mimi sio unaingia tu kanisani. Tuzingatie Jumatano atakuwepo Tobieta Fikiri, Ijumaa hawa Timotheo, na Jumapili atakuwepo Lucia Baraka. Na mwisho nikumbushe kundi namba 1. Mpo kundi namba 1? Mpo. Mwezi umeisha. Leo na tarehe 21. Tuna siku chache mno. Niombe tuzingatie, kama utakuwepo na mchango wako baada ya ibada hii unione. Amina, watumishi wa Mungu. Amen. Niombe kwa washirika makundi yote mawili hapa kanisani, tunayo madaftari ya rekodi kwamba mwezi huu mtu ameadibika au hajaadibika. Basi usiwe wa hivyo na Mungu atakubariki. Nimefika mwisho. Karibuni mliochukua bahasha za mafungu ya 10. Nimlete mama mchungaji. Bwana asifiwe. Amen. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Amen. Basi naomba wakati nitaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya matoleo ambayo yametolewa mbele za Bwana. Mfunike macho nje nimwombe Mungu. Baba wetu uliye mwema, mfalme wa pekee, maana wewe ni mwaminifu kwenye maisha yetu. Mungu wetu uliye mkuu, unaendelea kujifunua katikati yetu. Bwana wa majeshi, tunauona mkono wako na uweza wako akiwa pamoja nasi. Baba yetu uliye mwema, na ushukuru hata siku ya leo kutupa kibali kuwepo tena hemani mwako, mfalme wa pekee. Tangu tumeingia mahali hapa umeendelea kuonekana, umetuhudumia Baba yetu uliye mwema, umetuhudumia hata kupitia uimbaji. Tumekusifu na kutukuza jina lako Mungu wetu wa pekee. Tazama muda huu watumishi wako wamenyosha mikono yao kwa ajili ya kutolea mbele za uso wako Kristo. Wameleta sadaka ya ibada kukamilisha ibada yao ya asubuhi njema mikononi mwako Mungu wetu uliye mkuu. Na wengine wameleta zaka mbele za uso wako Jehova. Maana wewe Mungu ni mwaminifu, mfalme wa pekee, unayetupatia vingi, nasi tunaleta mbele zako Jehova, tukirudisha shukrani zetu mbele zako Mungu wetu uliye mwema. Maana wewe ni mwaminifu juu ya maisha yetu, mfalme wa pekee. Ninawaleta watumishi wako mikononi mwako. Kila mmoja aliyenyosha mkono wake kwa ajili ya kutolea, wametoa sadaka mbalimbali imani mwako na michango. Ninaomba Bwana Yesu kaendelee kuonekana juu ya maisha yao. Kawabariki Mungu wetu uliye mwema. Kaonekane kwa kila wanalolifanya, mfalme wa mbingu na nchi. Wanaofanya biashara Bwana ukae pamoja nao.
Mungu, neema yako na baraka zako zikaendelee kujifunua. Kabariki kazi za kila mmoja zilizo njema machoni pako. Kawainue Mungu wetu uliye mkuu. Kainue hata familia zao Bwana wa majeshi. Waendelee kukuona katikati yao Mfalme wa mbingu na nchi. Kakutana na kila mmoja Jehova. Kutana na mahitaji yao Mungu wetu uliye mwema. Wanapokuita ukajidhihirishe, usiwaache wala kuwapungukia. Bali neema yako ikae pamoja na watumwa wako Jehova. Nami nawaacha mikononi mwako. Mungu, baraka zako zikatembee katikati yao. Nikiomba na kushukuru. Amen. 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 Bwana asifiwe kanisa. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Namshukuru Mungu maana yeye ni mwema. Ametupa kibali tumo tena imani mwake. Ni kwa upendeleo wa ajabu. Amina. Amen. Labda tu kuna lingine, kesho CGM natakiwa kwenda kambini. CGM tupo? Mpo? Bwana asifiwe. Kambi la vijana limefika, ni kesho, na kambi linafanyika Mayamaya. Kwa hiyo Mayamaya sio mbali, nauli ni kidogo mno. Kwa natakiwa vijana kwenda wapi? Kambini. Natakiwa twende kambini CGM tukajifunze kule. Si mmejiandaa? Naongea hebu. Tumejiandaa vijana? Takiwa kwenda kambini. Wazazi tuwawezeshe watoto kwenda wapi? Kama wamewambia. Bwana asifiwe. Naweza ukakuta mzazi hana taarifa ya mtoto kwenda wapi? Unasikia hapa. Lakini kama umeambiwa, mwezeshe mtoto aende kambini. Ni wakati wake wa kujifunza maneno ya Mungu ili waweze kuendelea kukulia kwenye wokovu. Lakini lingine tena, mchungaji leo hayupo, ameenda mjini kanisa la Kizota kwa ajili ya huduma wako pamoja na soka. Anahitaji maombi yenu. Bwana asifiwe. Si nimeeleka watumishi wa Bwana? Kwa hiyo tunamshukuru Mungu maana yeye ni mwema. Siku ya leo tena ni siku nzuri ya kwenda kujifunza maneno ya Mungu. Fungua moyo wako ili Bwana akuhudumie asubuhi njema. Amina. Bwana yuko pamoja nasi, atatuhudumia. Labda tena nijitambulishe kwa jina langu, naitwa Edita Ngoja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo naitwa Edita Ngoja. Mungu wa mbinguni awabariki. Ni muda mzuri tutaenda kujifunza maneno ya Mungu. Naomba Mama Lama mshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Tazama kwa wakati Mungu na sai Mungu na safu. Nahitaji ukaseme nasi Mungu kwa basi rohoni. Na hapa tazama tunahitaji tukamsikie vile tutakavyoenea Mungu mtumishi wako. Na mtumishi wako na kuweka mikononi wako, mtumie kwa mafuta matumishi Mungu mtumie jinsi upendavyo. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amina. Amina. Kichwa chetu cha somo kinasema upendo wa Mungu kwetu wanadamu. Tutaenda kujifunza neno la Mungu kwamba upendo wa Mungu kwetu wanadamu. Upendo wa Mungu tutajifunza leo kwamba upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Ndicho kichwa chetu cha somo ambacho tutajifunza leo. Tuone kwamba jinsi gani Mungu anavyotupenda sisi wanadamu, kwamba Mungu ana upendo mkubwa kwenye maisha yetu. Ndio maana ametupenda hata siku ya leo amekupa kibali cha kuja hemani mwake. Ni kwa upendo wake tu. Wala mimi sikustahili kuiona siku kama hii ya leo, lakini kulingana na upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu
amekupa hata na wewe kibali cha kuwepo hemani mwake. Amen. Amen. Tumeandika wapendwa, kwamba upendo wa Mungu kwetu ni wa ajabu sana kwa kumtoa mwanae wa pekee kwetu. Kwamba kwenye upekee kingine kwamba upendo wa Mungu kwetu ni wa ajabu sana kwa kumtoa mwanae wa pekee kwetu sisi wanadamu. Huo ndio upendo wa Mungu kwetu. Kwamba sisi tunauona upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ile ya kumtoa mwanae pekee Yesu Kristo kwetu sisi wanadamu, ili kwamba kutukomboa, kututoa kwenye yale maisha ya giza na kutuingiza kwenye pendo lake. Umeuona upendo wa Mungu? Bwana asifiwe. Kwamba upendo wa Mungu kwetu ni wa ajabu sana kwa kumtoa mwanae wa pekee kwetu. Kwamba sisi tumekwisha kumpata huyu Kristo kwenye maisha yetu. Tumeuona upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Amemtoa Yesu kwa ajili yangu mimi na wewe, kwamba humjue huyu Mungu, kwamba amefanya upatanisho kwetu. Tumemjua huyu Mungu wa kweli ambao tunaendelea kumwabudu na kumtumikia. Kwa hiyo tunatakiwa kwamba tujikumbushe kuendelea kuona kwamba upendo wa Mungu ulivyo wa ajabu kwenye maisha yetu. Maana inafika kipindi tunajisahau, hatuoni ule upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwamba tuwe tunajikumbusha kwamba upendo wa Mungu ni wa ajabu sana kwetu. Alimtoa Kristo Yesu aje duniani kwa ajili ya wanadamu, aje wapatanishe na Mungu. Maana maisha yetu yalikuwa hayafai, maisha yetu yalikuwa hayampendezi Mungu, lakini kulingana na ule upendo wa Mungu kwenye maisha yake, akaona kwamba nimtoe mwanangu wa pekee aende duniani ili aende akawakomboe watu ambao ni mimi na wewe. Tutaangalia kwamba upendo wa Mungu, tusome ile waraka wa kwanza wa Yohana 4:8 hadi 10. Fungue Biblia zetu tusome waraka wa kwanza wa Yohana 4:8 hadi 10. Kipika unasoma. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8 hadi 10. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lililoonekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa hili. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba yeye yule asiyejua kupenda, jua nani? Mungu. Yaani sisi kama kanisa la Mungu, kwamba sisi tunajua upendo wa Kristo kwenye maisha yetu, kwamba Yesu ametupenda. Makanisani kwanza wale wanakuwa bado hawajamjua Mungu wa kweli, wala hawajauona mkono wa Mungu katikati yao. Kwa hiyo tunatakiwa kwamba tuonyeshe upendo wetu mbele za Mungu. Taendelea tuone kwamba umuhimu wa upendo wa Mungu. Tuone kuna umuhimu wa upendo wa Mungu. Umuhimu wa upendo wa Mungu, kwamba upendo wa kimungu una sifa zifuatazo. Tuangalie kwamba upendo wa kimungu una sifa zifuatazo. Tutasoma ile wa Korinto wa kwanza 13:1 hadi 13, kwamba upendo wa kimungu una sifa zifuatazo. Twende tuangalie upendo wa Mungu una sifa gani. Tufungue kwenye wa Korinto wa kwanza 13:1 hadi 13, tusome hapo. Wakorintho wa kwanza sura ya 13:1 hadi 13. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika,
Kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuwaoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa ajinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana, kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Amen. Bwana asifiwe. Hapa tunajifunza kwamba upendo una sifa zake. Tumeona kwenye neno la Mungu kwenye kuanzia ile Wakorintho wa kwanza 13 anasema kwamba nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo si kitu mimi. Yaani hata kama nikinena kwa lugha, nikagaragara nikanena, lakini hapa tunachojifunza kwamba lazima niwe na upendo. Kitu cha tunachojifunza kwamba tuonyeshe upendo wetu mbele za Mungu. Kwamba hata kama nikiwa na imani, nina imani kabisa hata milima labda ikatetemeka, lakini kama sina upendo si kitu mimi. Bwana asifiwe. Kwamba tunatakiwa tujiangalie kwamba kama kanisa tuwe na maisha ya kuonyesha upendo wetu mbele za Mungu. Hapa bado nitaendelea kwamba kwenye upendo wetu tuonyeshe mbele za Mungu. Hata kwa wanadamu tunaweza tukaonyesha upendo, lakini cha msingi kikubwa kwamba upendo wetu mbele za Mungu, tumpende Mungu kutoka ndani. Bwana asifiwe. Tuwe na imani ya kweli kwenye maisha yetu, tutoe maisha yetu kwa ajili ya kumpenda Mungu, kwamba tuone kwamba yeye ametupenda kwanza, na sisi kinachotakiwa kwamba tuonyeshe ule upendo wetu wa ndani. Kwamba sifa ya kwanza nimeandika kuvumilia. Kwenye sifa hizi za upendo, namba 1 waandike kuvumilia. Tumesoma kwenye Biblia, mtu akiwa na upendo lazima ataonyesha ile hali ya kuvumilia, maisha ya uvumilivu, kwa sababu unakuwa unampenda Kristo. Lazima utavumilia, hata ukikutana na misukosuko utaonyesha ile hali ya kuvumilia. Bwana asifiwe. Si unakuwa una upendo wa kimungu ndani mwako. Na tunajifunza kwamba kwenye maisha haya ya imani lazima utakutana na misukosuko, lazima utakutana na majaribu. Unatakiwa kwamba uendelee kuonyesha ule upendo wa Mungu kwenye maisha yako, uonyeshe hali ya kuvumilia. Uvumilivu lazima uwepo. Kufadhili, lazima mtu mwenye upendo ataonyesha ile hali ya kufadhili, kusaidia wengine. Si una upendo jamani? Upendo wako utaonyesha hata kwa watu wengine. Utamfadhili hata kwa Mungu, utamtolea Mungu kwa sababu unampenda. Si sawa kanisa? Si tunampenda huyu Mungu wetu? Ndio maana yeye alionyesha kwanza kumtoa mwanae wa pekee. Yaani ule upendo wake ambao alitupenda sisi wanadamu, akaamua kumtoa Yesu Kristo kwa ajili yetu sisi, awe msalabani atukomboe kutoka kwenye yale maisha ya dhambi. Yaani mwanae aje kufa kifo kabisa, atoe ule uhai wake kwa ajili ya sisi. Sasa na sisi tumekwisha kumpokea huyu Yesu, tumeuona upendo wetu wake kwetu.
Kwa hiyo na sisi tunatakiwa kuonyesha na sisi fadhili mbele za Mungu. Amina, wana wa Mungu, kwamba upendo, fadhili utamtolea Mungu tena kwa furaha, sio kwa majuto. Amen. Kwamba hata ukiambiwa jamani, habari za kutoa, unatoa kwa furaha, sio kwa kunung'unika, maana unamtolea yule unayempenda. Bwana asifiwe. Tuko pamoja, wana wa Mungu. Unafadhili, unatoa kwa moyo, unamsaidia ndugu yako kwa moyo, maana na wewe umepewa upendo ndani mwako. Maana tuko ndani ya Kristo, lazima haya matunda yawepo ndani mwetu. Tuonyeshe upendo wa Yesu ndani mwetu, na sisi tutoe kama yeye jinsi alivyotoa. Bado anatupa hewa nzuri tunavuta, ni upendo wa Mungu. Bado anatuponya kwenye miili yetu tunaumwa, ni upendo wa nani? Wa Mungu. Analinda watoto wetu, analinda wazazi wetu, analinda kwenye biashara zako. Mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Si ni upendo huu? Kwa hiyo sisi tuonyeshe fadhili zetu mbele za nani? Na Mungu. Tutoe. Kama huna na Mungu anajua huna. Amen. Si anajua jamani? Anamjua kila mmoja. Anajua kabisa kwamba huyu hana. Lakini na wewe unakuwa ndani kabisa sina. Lakini sio kwamba unakuwa na manunguniko. Ukisikia michango moyo unauma, unajisikia vibaya, au katibu anapoelezea unajisikia vibaya. Hapana, tunatakiwa tuonyeshe fadhili zetu mbele za Mungu. Anasema kwamba upendo hausudu. Yaani upendo huu ukishaupokea kwamba hausudu, haufanyii jirani yake baya. Si ndio maana na Mungu wetu atufanyie mambo mabaya. Tumesoma kwenye neno kwamba hausudu wala hautakabali mabaya, kwa sababu tunao upendo wa Kristo ndani mwetu. Upendo wa Kristo haujivuni, hauna majivuno. Kwa mtu wa Mungu ukiwa na upendo, huwezi ukawa na majivuno kwamba mimi ni mimi, mwingine hafai. Hatutakiwi kama kanisa la Mungu. Hatutakiwi kuwa na majivuno ya aina yoyote. Tunatakiwa kwamba tuangalie huyu Yesu Kristo ambaye tumempokea kwenye maisha yetu. Yeye ana upendo kwa kila mtu. Ndio maana hachagui kabila wala haangalii sura kwamba huyu anastahili kuokolewa, huyu hastahili. Bwana asifiwe. Hatutakiwi kuwa na nini? Na majivuno. Yaani unakuwa unajivuna. Au tukiwa na huduma, ile huduma yako inakusababishia unakuwa na nini? Na majivuno. Hiyo huduma si Bwana amekupa? Si Bwana amekupa? Kwa upendo wake yeye akupe na wewe huduma, uendelee kumtumikia. Kwa hiyo kile kitu kisikufanye ukawa na majivuno, unatakiwa kuendelea kujishusha ili Bwana aendelee kukuinua. Amen. Kwa hiyo tunatakiwa tusiwe na majivuno. Na anasema kwamba tumesoma kwamba upendo haukosi kuwa na nini? Na adabu. Yaani upendo tunaojifunza haukosi kuwa na adabu. Na mtu anayetakiwa wa kwanza kuonyesha adabu ni mtu aliyemjua nani? Mungu. Haukosi kuwa na adabu, kwa sababu wewe unamjua huyu Mungu wetu. Yaani hapa tumesoma kwenye neno la Mungu kwamba kuna vitu vingi sana tumejifunza. Ukiwa na imani, ukiwa muombaji, lakini kinachojumuisha pale ni nini? Upendo. Kwa hiyo tunatakiwa tujikumbushe upendo wa Mungu kwetu. Ukiwa na upendo lazima utakuwa tu na adabu. Utakuwa na mtu ambaye anakuwa kama hamjui Kristo. Hata kama ukiongea na wenzako lazima utaonyesha nini? Adabu. Na wengine utakuwa uonyeshe adabu mbele za Mungu. Maana yeye ndiye aliyekuchagua, yeye ndiye aliyekuokoa, yeye kakubadilisha maisha yako.
anataka waendelee kuona unaendelea kumpenda Mungu. Kwa tunapoendelea kuishi kwenye haya maisha ya wokovu, upendo wetu unapungua kwa Mungu. Unatakiwa wewe unajitathmini wewe mwenyewe kwamba tangu nilipompata huyu Yesu, je, naendelea kuonyesha upendo wangu kwake? Ile juhudi ya kuendelea kumtafuta Mungu ipo? Bwana asifiwe. Hivi ningeelezea habari za upendo naeleweka? Kwa habari ya kumpenda nani? Mungu. Ukiwa na upendo wa kimungu ndani mwako, hutaweza kuhimizwa kwa habari ya kazi ya Mungu. Maana unamtumikia unayempenda. Amina. Maana yeye ametukua kwa kazi moja, tumwabudu yeye, tumtumikie yeye. Yaani unaendelea kuonyesha ule upendo. Lakini unaweza ukapenda kitu kingine kuliko Mungu. Ukaona kwamba hicho ndicho kinachofaa. Yaani unaweza kujisahau kwamba sisi tunaendelea kuonyesha upendo wetu kwa Mungu. Akirudi atakuta bado tunaonyesha ule upendo wa kimungu ndani mwetu. Sasa mtu tunapoendelea kuishi, unakuta ule upendo wa Mungu unapungua. Yaani hata ile hofu ya kimungu ndani mwetu inatoka. Unaona ni kitu cha kawaida tu. Bwana asifiwe. Unaweza ukaanza kuona weje, kumbe mimi ninapunguza upendo wangu kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapoendelea kuishi. Tunamwomba Mungu kwamba Mungu nisaidie hii hali ya kukupenda wewe iendelee ndani mwangu. Sasa tukianza maombi tunaombaga tu mahitaji. Tunapeleka nahitaji hili na hitaji hili, kuna mengine tunajisahau. Tunatakiwa tuendelee kumpenda Mungu ndani mwetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuzingatie hilo sana. Na wala ukiwa na upendo hauwezi kuwa binafsi. Yaani ukiwa na upendo wa kimungu ndani mwako, ule ubinafsi utaisha, ule umimi binafsi, kwamba hiki kitu ni cha kwangu, kila kitu cha kwangu, hata ambavyo Bwana amekupa unasema kwangu. Ubinafsi. Wewe Mungu wetu wa upendo, Jehova, umetuhurumia tena muda huu Kristo. Menena na moyo wangu, menena na kanisa lako Mungu wetu uliye juu ya upendo wako juu ya maisha yetu. Nasi tumesema Kristo, endelee kutupenda wewe Mungu wetu uliye hai. Alika Roho yako Mtakatifu, maana yeye ni mwalimu. Endelee kunena na kanisa lako na moyo wangu. Mungu kafikishe majumbani mwao wakiwa wazima na salama. Nami nawaacha mikononi mwako Mungu wetu uliye mwema, nikiomba na kushukuru. Amen.